Ni aje mtazamaji wa Big Talent TZ, karibu tena katika channel yako hii kuendelea kujifunza masuala yanayohusu teknolojia, masuala ya websites, applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Kwa siku ya leo nataka nikuelekeze mtazamaji jinsi gani unaweza extract files pamoja na kucompress kupitia ZArchiver. Ni application ambayo unaipata Play Store, utainstall katika simu yako. Baada ya kuinstall kisha utaanza sasa process hizo za extract. Kama vile una files ambazo zipo kwenye mfumo wa zip au 7Z, basi utatumia application hii extract hizo faili. Kama ni faili ya games, kuna faili za subtitles za movie, sana zinakuwa katika format hiyo ya zip. Pia kuna faili za Chrome emulator zinakuwa katika format hii ya zip, na hata pia faili za fonts ambazo unaweza ukazitumia katika Pixel Lab au sehemu nyingine pia zinakuwa kwenye format za zip. Baadaye utakapozibadilisha zitakuja katika format ambayo inaweza ikasoma katika hizo website za kuedit. So nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza extract hizo files kama ni mara yako ya kwanza kutumia ZArchiver. Baada ya kuingia katika menu ya simu yako, utafuta faili hilo la ZArchiver au Zarchiver, utalibonyeza hapo. Baada ya faili lako kufunguka sasa, utaenda mpaka sehemu ambako kuna zile faili ambazo zipo kwenye mfumo ule wa zip au 7Z ili kwenda extract au compress. Nenda sehemu ambako umeziweka, kama hapa mimi nimeziweka kwenye document. Faili zangu ni hizi hapa ambazo unaona zote zipo katika format ya zip. Sasa nikitaka kuziangalia baada ya kuwa extract zitakuwa zina muonekano gani, unaweza ukabonyeza hiyo faili moja wapo. Ukishabonyeza hiyo faili, ukija kwenye kijicho hapa au wameandika view, ukibonyeza utaona baada ya kuwa extract format yako hiyo itakuja kubadilika na kuwa katika format gani. Utabonyeza utaona hiyo faili itakapokuja kuwa, na ukiingia ndani utaona sasa maelezo yanahusu faili hiyo baada ya ukisha extract ndio itakuwa kwenye mfumo kama huu. Kwa hiyo utaona kitu gani ambacho unakitaka huko ndani yake. Kwa hiyo tunataka sasa tu extract. Na extract vipi? Utarudi nyuma, utalibonyeza hilo faili lako tena, utakuja mpaka sehemu ambayo imeandikwa extract here. Unaweza ka extract hapa katika ile faili, au unaweza anakuambia extract tu. Ukibonyeza hapa kisha utaona machaguo mengine. Sasa kama unataka extract, kuchagua faili au sehemu hapo ambayo imeandikwa extract, zote hizi zinahusu kitu extract. Chini kabisa kuna kitu kinaitwa complex. Complex vile ni kubadilisha mfumo wa files, lakini sana kwenye complex hapa itakuhitaji wewe uingize pin na vitu vingine. Kwa hiyo sisi tunataka tu extract file, kwa utabonyeza sehemu ya extract here, utabonyeza hapo na itaanza extract, kulitoa katika mfumo wa zip kupeleka katika mfumo mwingine ambao utalidi kwenye hiyo Android ambayo itasoma hiyo faili yako. Kwa hiyo hapa inakwambia unaweza keep screen iendelee kuwa on, au ukitaka kuacha hivi utaacha. Yes, baada hiyo faili yetu kuwa imemaliza extract, utaona ile jicho ambalo lilituonesha faili yetu itakuwa ndio hii hapa. Kwa ukibonyeza hapa sasa faili ambayo limeshakuwa extracted, utaona yale maelezo yote ambayo yalikuwa pale mwanzo tuliyaona, na ile faili yetu ni hili hapa, tayari limeshakuwa limebadilika. Na hii ni emulator ya Chrome ambayo inatumika kwenye PC ili kupata kucheza vitu ambavyo vinapatikana katika Play Store ukavicheza katika kompyuta. Kwa hiyo ni hii hapa. Kwa hapa nimeshaibadilisha, naweza nikaituma katika PC ili kuanza kuitumia. Yes, unaweza ukafanya hivyo kwenye kila faili ambayo unataka kulibadilisha. Mfano labda unataka kubadilisha hizi hapa, hizi zingine zilizobakia ni font ambazo nazitumia katika Pixel Lab. Naweza nikafanya vile nikaja extract hapa, nika view kwanza. Nikitaka kuview baada ya kuna nini inakuaje, naweza nikaona hapa font yangu itakuwa kwa mtindo kama huu. Kwa hiyo nitatoka hapa, nitakuja tena extract, nitabonyeza hiyo font yangu, extract here katika faili hili. Kisha baada ya extract kama unaweza kuona imekuja ni hii hapa. So huo ni mfano jinsi gani unaweza extract file, na hata kama zile files za games pia unaweza kutumia njia hii extract. Baada ya extract ndio utapeleka sehemu ambayo unataka wewe, labda katika ile PPSPP sana inakuwa kwenye mfumo wa zip, zile game zake au game zingine zote zile ambazo unakuwa unazicheza wewe ambazo zipo katika format ya zip. Yes, hizo ndo njia ambayo unaweza wewe extract file yako yoyote ile ambayo inakuwa imekuja kwenye mfumo wa 7Z au kwenye mfumo wa zip.
nadhani utakuwa umeelewa hapo mtazamaji. Kama ni mara yako ya kwanza kutumia, utakuwa umejifunza zaidi. Naitwa Salum, unaweza kuniita Salum the Genius, unaweza kuniita Salum wewe, ukipenda endelea kufuatilia Big Talent TZ kwa kujifunza zaidi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya, ili usipitwe na kila video kutoka hapa. Tukutane hapo baadaye kuendelea kujifunza zaidi. Endelea kuenjoy.